Nashukuru sana. Wakili msomi, tumebaki na dakika chache. Tafadhali malizia. Nilikuwa nataka nichangie kidogo tu kwenye maswali aliyojibu ya Hilda kutoka Child Support Mbeya, kwamba kwenye nafasi ya watu wenye ulemavu kuna sekta ambazo zimejitahidi kidogo. Kwa mfano sasa hivi kienda hata kwenye ATM zina nukta nundu, au kiingia kwenye elevator, kuna elevator zina nukta nundu na zina sauti. Kwenye nchi za wenzetu kienda hata kwenye traffic light, zile sehemu za kuruka watu kwa miguu kuvuka, zile zinatoa sauti kwa watu ambao hawaoni na wengine. Ni sehemu ambayo nafikiri tunatakiwa tuboreshe, lakini pia tumekuwa na changamoto, wote tunakuwa walemavu kwa baadhi ya vitu. Kwa mfano ukienda eneo la Regent Estate Dar es Salaam pale, kuna maduka mengi sana ya community ya Wachina. Sisi wanaita Chinatown. Zile bidhaa zinazopatikana pale zote zimeandikwa Kichina. Kwa hiyo tunakuwa walemavu wa lugha pale. Hatujui hizi bidhaa zinapimwa na nani na zinaingiaje, na nimeshawahi kuona kuna wakati wanalitolea taarifa. Lakini kweli kwenye ulinzi wa data tumetunga sheria ya Personal Data Protection Act ya 2022. Ni sheria nzuri sana tukiweza kuitumia, na pia ina nafuu kubwa sana unapeleka mashauri kwenye commission, na commission ikathibitika kwamba taarifa zako zimetumika ndivyo sivyo, unaweza kupata fidia kubwa tu. Lakini pia kwenye utunzaji wa taarifa, najua dau kutoka FCC kazungumzia kwa ukubwa, lakini tuna sheria ya Whistleblower and Witness Protection Act. Hii sheria pia inatoa nafuu na inamlinda mtoa taarifa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mbali na FCC kwa na mifumo yao ya ndani, kuna mifumo ambayo ni ya jumla ya sheria kama hiyo. Lakini kwa nataka niongee la mwisho tu, usajili bidhaa ni gharama Tanzania. Kwa mfano hata madawa na mengine kama hayo. Ndio maana unakuta dawa nyingine zinauzwa kwenye maeneo ambayo sio rasmi. Sio kwamba dawa sio bora, unakuta dawa ni bora, lakini wale wauzaji wanaona kama ni Tanzania sio soko letu. Kwani katumie pesa nyingi na process nyingi kwenda kusajili bidhaa Tanzania. Kwa akija Tanzania akitaka kuleta bidhaa yake, akikuta ile bureaucratic process ya kusajili bidhaa, anaachana nayo. Sasa wale wafanya biashara ambao wanajua ubora ile bidhaa, wanaamua kuuza kwenye soko bandia. Sasa aliende kwenye ile masoko rasmi, kwa mfano kwenye mafamasi na kwingine ambao kuna wakaguzi wanapita kila siku. Kwa hiyo tuna changamoto hizo ambazo pia ni za kisekta ambazo zinatakiwa zifanywe kazi. Bidhaa ikiwa na ubora, tuangalie namna ya kupunguza urasimu, zile bidhaa zisajiliwe. Bidhaa nyingi nzuri haziingii Tanzania kwa sababu wenye bidhaa zao wanajua zinadaiwa kwa soko linalizitaka kwa wingi. Lakini sasa anakuja Tanzania, anapitishwa kwenye bureaucratic process ya kusajili hiyo bidhaa. They just give up. Kama mtakumbuka hata katikati hapo tunazungumzia mambo ya Starlink. Wanataka kukuja Tanzania, washafika Kenya, washafika, lakini ukiambiwa tupata hiyo internet ya Starlink, unaona kabisa wakati ule waziri anajibizana kwenye Twitter kwamba lazima waje wajisajili Tanzania. Kwa hiyo tupunguze hizo bureaucracies ili tuweze kupata bidhaa bora ziweze kuingia. Mwisho wa siku tutaendelea kupata counterfeit. Asante. Asante sana. Naomba basi watu wa mada wangu, kwa muda sio rafiki,